Wakielezea nia na madhumuni ya kuingia barabarani wakikusudia kufunga barabara, huku wakisubiri viongozi wa serikali kwenda kuwapa mrejesho wa nyumba zao zaidi ya 1000 kutishwa kuvunjwa baada ya nguzo za kuweka mipaka kuwekwa katika maeneo yao. Waathirika hao wamesema, sisi tumeanza kuishi hapa Neema tangia miaka 10 iliyopita. Baada ya kukaa miaka hiyo, mwaka jana hapa nakumbuka walikuja watu wa IPZ kuanza kutusumbua kuhusu swala la makazi. Walivyoanza kufika maeneo haya, walichohoji na namna ya uhalali wetu, tukathibitishiwa na mwenyekiti wetu mpendwa Saidi Madogodogo kwamba eneo hili ni sahihi kwa makazi ya watu. Hili eneo halina tatizo hata moja. Tukakubaliana nao kwamba eneo hili halina matatizo. Kilichokuja kujitokeza siku ya jana, tuko katika shughuli zetu, tunaambiwa watu hawa wamekuja wanasambaza mabikoni katika maeneo tunaoishi. Maeneo hayo tushajenga, tuna familia, tuna watoto, tuna wajukuu mpaka na familia kwa ujumla. Sasa mpaka sasa hivi wao wanachodai wanatuwekea bikoni zao katika maeneo tunayoishi. Je, sisi na wao mvamizi ni nani? Nyumba sio container kwamba walitoa kama walipoleta nguzo wao jana tukuzitoa pale Duga kuja kuzitupa hapa. Nyumba ni mchakato. Mlikuwa wapi? Mtaka kudhalilisha wananchi, na walisema baada ya uchaguzi tutabomolea. Na humu kuna baadhi ya wajumbe ambao wa serikali hizi za mtaa wamo ambao wanashirikiana na hao waliotaka kudhulumu wananchi. Kwa hiyo tunachoomba sisi, wito wetu kwa serikali ni kuweza kutusaidia kuweza kutatua mgogoro. Hata hivyo, baadhi ya viongozi wa mtaa wa Neema wameiomba serikali kulifanyia kazi swala hilo ili kuepuka uvunjifu wa amani katika maeneo hayo. Kilio cha hawa wananchi wote mnaowaona, hawa wananchi hawa na wengine ambao tayari wameshaondoka, sio kilio kidogo. Hatupendi taifa letu likakosa amani, na ndio maana tuwazuia sana wananchi kwa jamani, bado taifa lina maumivu. Tarehe 29 kilichotokea kila mtu anakiona, kila mtu alikiona tarehe 29 kwamba watu walipoteza maisha wengi sana tarehe 29. Sasa hatupendi mambo haya yakatokea watu wa Tanga, na watu wa Tanga ni watu wazuri sana. Na ndio maana Tanga watu walipewa tarehe 29, hakuna mtu aliyefanya jambo lolote baya kwa sababu anaiamini serikali yao na anampenda mama. Kufuatia hatua hiyo, mwakilishi wa mkuu wa wilaya ya Tanga Adelaida Biengo alilazimika kueleza wananchi kuwa waandike malalamiko yao, hatua ambao wananchi waliipinga vikali hadi mkuu wa polisi wa wilaya ya Tanga alipoingilia kati kwa kuwapa elimu. Lakini kwa zoezi hili ambalo wamekuja kuweka mipaka watu wa Tiseza kufanya utambuzi wa eneo lao na wananchi wameamaki, Mheshimiwa mkuu wa wilaya ameelekeza wachague viongozi wa kamati ambao watawawakilisha wao, waende kusikilizwa makusudi yao na maombi yao ni yapi kwa wananchi ili waweze kutatuliwa matatizo yao. Niwaombe tu watulivu. Asante. Serikali yetu ni sikivu, italifanyia kazi. Kwa hiyo tu watulivu wananchi, sawa? Kutoka hapa katika eneo la barabara kuu inayounganisha Tanga kwenda Pangani, katika eneo hili la Neema katika jiji hili la Tanga, ni William Mkasija, ITV.